Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Katika kitabu changu kiitwacho Kuishi kwa Ujasiri, ninafundisha kuhusu hofu ya aina ya kipekee, na ni ile hofu ya kuona kwamba sitendi vya kutosha. Na huenda mkafikiria, hicho ni kitu ambacho sikuwa ninakifikiria. Unajua, hiyo ni mojawapo ya hofu namba moja iliyo na watu. Siku moja tulikuwa tunafanya utafiti afisini kwetu ili tuone ni mambo gani ambayo yalikuwa yanawatia watu wasiwasi zaidi. Na kwa hiyo naona swali tulilowauliza lilikuwa, kama ungemuuliza Mungu kitu chochote, ungemuuliza nini? Na watu kadhaa wakasema, ningependa kujua wakati nimefanya vya kutosha. Unajua, tunampenda Mungu na tunataka kufanya yale yaliyo sawa, tunataka kulisoma neno, tunataka kuomba, lakini wakati wote kuna kile kitisho, ule uongo unaotutisha unaotoka kwa Ibilisi, kwamba hujafanya vya kutosha, hujaomba vya kutosha, hujasoma vya kutosha, hujatoa vya kutosha, hujakuwa mke mzuri vya kutosha, hujakuwa mama mzuri vya kutosha. Unajua, huli vitu vingi vinavyofaa. Ni kama, kwanza kabisa, hebu niwaambie, Mungu hahesabu. Haketi mahali fulani mbinguni akiwa, unajua, na kipande cha karatasi na kusema, umefanya vizuri, hukufanya vizuri, ulifanya vizuri, hukufanya vizuri. Alimtuma Yesu kufa kwa ajili ya makosa yetu, na tunaweza kutegemea hilo. Na ninafurahi kwamba hatimaye ninaamka kila siku, ninajaribu kadri niwezavyo, na tayari ninajua kabla sijaanza sitafanya vizuri sana, haitakuwa vizuri vya kutosha. Ikiwa tunaweza kufanya vya kutosha, basi hatungemhitaji Yesu Kristo afe badala yetu. Yeye pekee ndiye anayetosha zaidi. Tunamtumikia Mungu ambaye anatosha zaidi. Moja ya majina yake katika Agano la Kale ni El Shaddai, mwenye matiti kila mahali, Mungu ambaye ni zaidi ya kutosha. Ninashukuru kwamba yeye si Mungu wa kutosha tu kidogo, ni Mungu aliyepita kiwango cha kutosha. Na kwa hiyo ningependa mtulie na msisumbuke kuwaza ikiwa mnatenda vya kutosha au la. Unajua, nimekuwa nikisumbuliwa sana na jambo hilo maishani mwangu, kwa sababu kwanza kabisa nilidhulumiwa kimapenzi na babangu kwa miaka mingi, kwa hiyo nikawa na kiwango cha chini cha kujistahi. Na mimi asili yangu ni kwamba napenda kufanya kazi, nina hulka kali sana, na kwa hiyo nina mazoea ya kuhamasishwa na yale ninayotimiza, lakini niliruhusu ifike mahali pa kujiona ninapata thamani yangu kwa kutokana na yale niliyotenda. Sikupokea hayo kutoka kwa wazazi wangu, kwa hiyo sikuwa nikiwa nina msingi mzuri kwamba nilikuwa ninathaminiwa na kwamba walinipenda na kunithamini, au kwamba Mungu alinipenda na kunithamini. Kwa hiyo sote tungependa kuwa na thamani. Kusema kweli, sijui kama tunaweza kuishi ikiwa tutahisi kwamba hatuna thamani. Kwa hiyo ikiwa hatutapata hayo kutoka mahali pafaapo, tutajaribu kutafuta mahali kwingine na kuipata ile thamani. Na niliipata katika kazi yangu, na kusema kweli nafikiri watu wengi hufanya hivyo. Nadhani watu wengi wanajiletea usongo sana kwa sababu wanajaribu kujithibitishia wenyewe na kumthibitishia kila mtu kwamba nina thamani. Na kwa hiyo nilifanya kazi na kufanya kazi na kufanya kazi na kufanya kazi na kufanya kazi, na hatimaye ikabidi nijifunze kwamba singeweza kufanya kazi sana kwa sababu ilikuwa inaleta usongo mwingi maishani mwangu. Na si hayo tu, ukifanya kazi bila kufanya kitu kingine chochote, unaishia kuwa na uchungu kwa sababu unahisi kana kwamba sina kingine cha kufanya isipokuwa kazi. Lakini ilinibidi mimi ndio nijitenge na hali hiyo, na ilionekana kana kwamba haikujalisha natia bidii vipi kazini, bado nilihisi bidii yangu haikutosha. Na nilijifunza kwamba haikujalisha nilipanga kufanya mambo mangapi kwa siku, mwisho wa siku bado nilipata kuna mengine sikuweza kufanya. Kisha niliangalia orodha yangu na nikafikiria sikufanya ya kutosha. Na unajua nini, ninafurahi kuwatangazia kwamba niko huru kutokana na hali hiyo sasa, na pia wewe unaweza kuwa huru kutokana na hilo. Mungu haweki rekodi ya yale unayofanya. Msingi wa uadilifu wako mbele yake si kile unachofanya, bali ni kile ambacho Kristo ametekeleza na imani yako kwake. Kwa hivyo mwache Mungu akuongoze, na pia ugundue hili: huwezi kumwangalia mtu mwingine na useme napaswa kufanya kile unachofanya. Unajua, watu tofauti wana vipawa tofauti, viwango tofauti vya neema, na kunaweza kuwa na mama ambaye anaweza kuwalea watoto watatu huku akifanya kazi kila siku, na kunaweza kuwa na mama ambaye hawezi kufanya hivyo. Na unajua nini, hiyo haimaanishi una upungufu au huna thamani au hufanyi kazi ya kutosha. Inamaanisha kwamba wewe ni tofauti na unahitaji kutekeleza kile ambacho Mungu amekwambia utekeleze, na uishi katika neema ambayo amekupatia, na usijishughulishe na kile ambacho amempa mtu mwingine atekeleze. Unajua, mimi ndiye mtu ambaye sura yake, kila mtu huona sura yangu kwenye runinga, kwa hivyo nikana kwamba mimi ndiyo sura ya huduma, lakini mume wangu pia ana umuhimu sawa na wangu katika huduma hii. Ni vile tu mwito wake si wa kufunza. Na hapo mwanzoni katika huduma yetu
Mambo yalikuwa magumu kidogo kwa Dave, na alipoanza kuombea hali hiyo, Mungu alimnenea moyoni mwake, ukiishi katika neema niliyokupa, daima utakuwa na furaha. Usijaribu kufanya kile ambacho Joyce anafanya. Huo si mwito wangu kwako. Tekeleza sehemu niliyokupa utekeleze. Na unajua nini? Dave ana wajibu muhimu sana. Ana sehemu yake na una sehemu yako. Watu wengine na wajue pia wana sehemu yao. Usihisi unashinikizwa kutekeleza zaidi ya wajibu wako. Unatenda yale uliyopewa na Mungu utende, na usiamini ule uongo kwamba hujafanya vya kutosha. Kristo anatosha zaidi. Hatuna haja ya kujaribu kuwa zaidi ya vile tunavyopaswa kuwa. Mungu awabariki. Muwe na siku njema. Nitafunza mfululizo wa mafunzo juu ya makabiliano. Makabiliano. Usiku wa leo na kesho asubuhi tutazungumza kuhusu kukabiliana na hofu, kwa sababu mnapaswa kujua kwamba hisia ya hofu kamwe haitaondoka kikamilifu maishani mwetu. Biblia inaposema usiwe na hofu, haimaanishi usiwe na hisia ya hofu. Inamaanisha unapohisi hofu, endelea kupiga hatua mbele ukifanya kile unachoamini unapaswa kufanya. Wewe si mwoga ukihisi hofu. Tutakuwa waoga ikiwa tutajiweka chini ya hisia hiyo, na tunapofanya hivyo tutajipata tunatii kile ambacho adui anataka na tunakosa kumtii Mungu. Hofu hukuzuia kupiga hatua mbele. Kuna yeyote hapa ambaye huhisi kana kwamba umeacha hofu ikuzuie kutekeleza kile ambacho unajua unapaswa kutekeleza? Hebu tuone. Sawa. Kwa hivyo ni sharti tuzungumze kuhusu kukabiliana na hofu. Ilikuwa ni ufunuo mkubwa kwangu hatimaye nilipogundua kwamba sikuweza kudhibiti hisia ya hofu, kwamba wakati mwingine huenda ni hali mpya au hali ngumu au hali ambayo inaonekana haina suluhu, kwamba kuna uwezekano kwamba nitahisi hofu. Lakini naweza kujifunza kutokuwa mwoga katika hali hizo. Bado naweza kufanya kile ninachoamini Mungu anataka nifanye, ingawa natetemeka, natokwa na jasho, nina wasiwasi, ishara zote hizo za kimwili zinazosababishwa na hofu. Makabiliano ni kitu ambacho watu wengi hawapendi, lakini ni kitu ambacho usipofanya maishani mwako, usipojifunza jinsi ya kukabiliana na shetani, usipojifunza jinsi ya kusimama imara na ukabiliane na hali za maisha, usipojifunza kwamba wakati mwingine itakubidi ukabiliane na watu, basi naweza kukuambia utakuwa na maisha ya kusikitisha na hutatekeleza kile ambacho uliumbwa utekeleze. Watu husema sipendi makabiliano, sijui kukabiliana na mambo. Basi sijasikia mtu yote anayependa makabiliano, lakini naweza kukuambia kwamba ni sharti tujifunze jinsi ya kuyafanya na ni sharti tujifunze kuyafanya vizuri. Basi Baba, tunakushukuru kwa neno usiku wa leo. Tunaamini kwamba kila mtu atasaidiwa. Naamini kila mtu anahitaji neno hili, hata mimi. Kwa hivyo nitaanza kwa kujihubiria mimi mwenyewe na niache watu wengine wasikilize. Asante Bwana. Amen. Kutoka 14. Waisraeli walimlilia Mungu awatoe Misri. Walikuwa watumwa huko. Nina uhakika waliomba kwa muda mrefu. Mungu aliwaweka huru, aliwatoa Misri. Kwa nguvu wa mkono wake aliwaondoa Misri. Mungu alidhihirisha miujiza na ishara za ajabu, mambo ambayo yangeimarisha imani yao kikamilifu, na unaweza kufikiria kwamba kutokana na yale waliyoona, kamwe hawangekuwa na shaka kwa Mungu tena au wawe na hofu tena. Lakini ajabu iliyoje, wako nyikani sasa, na Mungu kwa kukusudia aliwaongoza mpaka ukingoni mwa Bahari Nyekundu. Biblia inasema kulikuwa na njia ambayo angewaongoza, ambayo ingekuwa karibu zaidi na ingewapeleka kando ya Bahari Nyekundu. Lakini kwa sababu hawakuwa tayari kwa vita, kauli ya kusisimua hiyo, aliwapeleka mpaka kwa Bahari Nyekundu, na walipoangalia nyuma, jeshi la Misri lilikuwa linawafuata. Hiyo ndiyo tunaita kujipata mashakani. Hebu niwadokezee jambo hapa. Mungu hatuongozi kwa njia rahisi wakati wote. Ndiyo maana mara nyingi katika maisha yetu huwa hatuelewi kile kinachoendelea, na tunaona ni kana kwamba hatutendewi haki. Na tunajua Mungu ni Mungu, na bila shaka anaweza kuwa na njia rahisi zaidi ya kufanya kile anachofanya. Lakini inaonekana kana kwamba kila kitu maishani ni kigumu. Basi alikuwa anawaongoza kwenda nchi ya ahadi, lakini alijua kwamba hata atakapofika huko bado atakuwa na maadui ambao hawakuwa tayari kukabiliana na maadui hao. Mnafikiri eti kwa sababu nafanya huduma kwamba sikabiliwi na maadui?
Kuna watu wameketi hapa leo ambao wangependa kuongoza nyimbo za ibada kanisani mwao. Wengine wangependa kuhubiri, wengine wangependa kuwa na biashara zao binafsi. Tungependa kuwa na vitu tofauti. Unapaswa kuelewa kwamba kila unapopanda juu zaidi utakabiliwa na shetani mpya. Kwa hivyo kuombea kupandishwa madaraka bila kuwa tayari kukabiliana na yale yatakayokuja na madaraka hayo ni upumbavu kabisa. Sasa mimi sikujua hilo Mungu aliponiita mara ya kwanza kwa kazi hii, na ilinibidi nijifunze, kama vile sisi sote tunapaswa kujifunza, kwamba shetani hata kutandikia zulia nyekundu kwa sababu umeamua kuokoka, kwa sababu umeamua kujazwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu umeamua kuanza kutoa fungu la 10, kwa sababu umeamua kuachana na ubinafsi na kujifikiria wewe tu, na umeanza kuishi kama Mkristo na kuwa baraka kwa watu wengine. Kila tunapopiga hatua ya aina yoyote mbele, sasa nisikilizeni, kila tunapopiga hatua ya aina yoyote mbele, shetani naye atapiga hatua kinyume na sisi ili aone kama tutarudi nyuma. Ndiyo maana unapaswa kujifunza kusimama imara na useme, Mungu akiwa upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Mungu akiwa upande wangu, ni muogope nani? Na wakati mwingine unapaswa kuwa tayari kusimama imara na hata upitie mateso fulani. Unajua, ilibidi jina langu lipakwe tope na watu waliokuwa karibu na mimi ili nifanye kazi ninayofanya leo. Nilitimuliwa kutoka kwa kanisa. Nilipoteza marafiki zangu kwa sababu wanawake hawakuruhusiwa kuhubiri miaka 35 iliyopita. Mambo yote yanayohusu kuwa na uhusiano na Mungu huwa hayaleti hisia nzuri katika mwili wako, lakini utafaidika mwishowe. Hakika utafaidika mwishowe. Usipoteze hatima yako. Usipoteze hatima yako uliopangiwa na Mungu eti kwa sababu unataka faraja ya wakati huu. Kwa sababu ukipata faraja kwa mwili wako, hakika utafadhaika katika roho yako. Lakini ukijitolea kikamilifu kwa Mungu, mwili wako utateseka kidogo kwa muda mfupi, lakini utakuwa na amani na furaha ndani itakayokuondolea uchungu huo. Hakuna kitu chochote kizuri zaidi ya kumjua Mungu na kujua kwamba uko ndani ya mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Hakuna kitu unachoweza kumiliki kizuri zaidi ya hilo. Hakuna wadhifa unaoweza kuwa nao ambao ni mzuri zaidi ya hilo. Hakuna mtu unayeweza kuwa naye maishani mwako ambaye ni mzuri zaidi ya hilo. Hakuna kitu kinachoweza kututosheleza kama Mungu. Basi hapa Waisraeli wanajipata katika hali ya kufadhaisha mno. Walikuwa wametoka mahali pa kufadhaisha na wakaingia mahali pa kufadhaisha. Walitazama bahari nyekundu, walitazama nyuma yao na wakaona jeshi la Misri, na suluhu yao ya kizungumkuti huu ilikuwa ni kurudi walikotoka. Suluhu ya kusikitisha. Wanaradhi warudi kwa kile walichokizoea, hata kama kitu hicho ni mateso, badala ya kukabiliana na kile wasichokijua mbele yao. Kuna watu wengi sana wanaosalia katika hali za kusikitisha kwa sababu wana hofu ya kile wasichokijua. Tumeumbwa kukubali mabadiliko. Mungu ametuumba tuishi katika hali tofauti katika hali mpya. Tuna hamu ya mambo mapya, tunaitaka, lakini tunaogopa. Unapaswa kushinda hofu yako ya mabadiliko. Eti kwa sababu hujawahi kufanya kitu kipya haimaanishi kitu hicho hakitakuwa kizuri. Kwa hivyo nataka mtafakari juu ya hali hiyo ya Waisraeli. Hebu fikiria bahari nyekundu mbele yako na jeshi la Misri nyuma yako. Umeondoka katika hali mbaya ya Misri, umekuwa mtumwa miaka yako yote. Sasa utafanya nini? Mstari wa 13, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu imara kwa imani bila hofu, mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Simameni kwa utulivu, muone wokovu wa Bwana. Kuwa na hofu ni kutoroka. Kwa hivyo tunaposhikwa na hofu huwa tunatoroka kutoka kwa kitu
ambacho tunapaswa kukabiliana nacho. Mungu alitaka waendelee mbele, wakabiliane na hali wasioijua. Mungu alitaka wachoshwe kabisa na utumwa kiasi cha kuwafanya hata waseme, nikiingia ndani ya hiyo bahari nyekundu na nife na maji, ni afadhali kuliko kurudi utumwani. Mungu alitaka wawe na ujasiri, na anataka na sisi pia tuwe na ujasiri. Na alisema, simameni kwa utulivu. Nafikiri hiyo ni kauli ya kusisimua, kwa sababu tunaposhikwa na hisia ya hofu na akili zetu zinaanza kufikiria mambo ya ajabu, kitu cha kwanza tunachopaswa kufanya ni kutulia na kushinda hisia hiyo. Tuondoke akilini mwetu na tutafakari mioyoni mwetu na tuseme, Mungu anasema nini katika hali hii? Na huenda baadhi yenu mko katika hali hiyo maishani mwenu. Huenda baadhi yenu mnaotazama kwa runinga wakati huu mko katika hali hiyo maishani mwenu, na mnahisi kana kwamba mmefika mwisho. Unahisi kana kwamba uko katikati ya jeshi la Misri na bahari nyekundu, na hisia zako zote zinaenda huku na huko, na akili zako zinaenda huku na kule, na unawapigia simu marafiki zako wote ambao hata wajui unafanya nini, na unauliza unapaswa kufanya nini. Hiyo ni hatua isiyo na manufaa kabisa. Unafikiri unapaswa kufanya nini? Unafikiri unapaswa kufanya nini? Unafikiri unapaswa kufanya nini? Umeangalia maisha yao, hao wenyewe hawajui wanafanya nini. Tunapaswa kupata ushauri kidogo kutoka kwa Mungu. Tunapaswa kusimama kwa utulivu, tupokee neno kutoka kwa Mungu, kisha tufanye kile ambacho tunaamini Mungu anatuambia tufanye, na tutaona wokovu wa Bwana ambao atatutekelezea. Mstari wa 15 inasema, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Na napenda sehemu hii, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Na unajua nini? Hilo ndilo neno la Mungu kwako usiku wa leo. Endelea mbele. Endelea mbele. Endelea mbele. Usiangalie nyuma, usirudi nyuma, usikimbie kurudi nyuma, usitoroke. Enda mbele. Ikiwa umefanya uamuzi kutekeleza jambo na mambo yamekuwa magumu, endelea mbele. Kuwa na mtazamo huu, haijalishi ni ngumu kiasi gani, nitatekeleza kile ambacho Mungu ameniambia nitekeleze. Haijalishi itanichukua muda mrefu kiasi gani, nitatekeleza kile ambacho Mungu ameniambia nitekeleze. Haijalishi itanigharimu nini, nitatekeleza kile ambacho Mungu ameniambia nitekeleze. Na wasihi usiku wa leo, mjitolee kwenda na Mungu mpaka mwisho. Tafadhali, tafadhali, tafadhali usikate tamaa, hata kama ni ngumu, hata kama unahisi kana kwamba bahari nyekundu iko mbele yako na jeshi la Misri liko nyuma yako. Na kusihi usikate tamaa, badala yake endelea mbele na uwe yote ambayo Mungu anataka uwe. Tekeleza yote ambayo anataka utekeleze, ili uweze kumiliki yote anayotaka umiliki. Bwana apewe sifa. Amen. Tafadhali, tafadhali, tafadhali usikate tamaa. Nilikuwa na hofu nyingi na kuchanganyikiwa kwingi na mchafuko mwingi ndani yangu, na sasa nina amani na furaha. Nafurahia kila siku ya maisha yangu. Haijalishi niko katika hali gani, nina furaha kila siku. Na nilikuwa nafikiria nilipokuwa nimeketi mahali pale jinsi nilivyokuwa na amani nilipokuwa na ngoja kuja hapa, na pia hali mbaya ya maisha yangu ya zamani. Jamani, kuna yote ambaye amechoka na kuwa na wasiwasi na hofu na kuhangaika na kila aina ya mateso ya kutokuwa salama na uzito wote unaokuja na hali hizo. Basi nataka kukuambia kwamba Mungu hana ubaguzi. Hiki si kitu ambacho Mungu ananifanyia mimi au watu wachache wateule. Ahadi za Mungu ni za yeyote azitakaye. Si tu yule atakayepokea ahadi zake, bali ni yule atakayetekeleza kile ambacho Mungu anatuhitaji tutekeleze ili tupokee ahadi zake. Na Mungu huhitaji tutekeleze mambo fulani, lakini habari njema ni kwamba hupaswi kutekeleza kivyako, kwa sababu chochote atakachokuuliza utekeleze, atakupatia nguvu unayohitaji ikiwa hutatoroka wajibu wako. Hebu tuangazie Waamuzi 7:2. Je, kuna mtu anaona mafunzo haya ni ya manufaa maishani mwake?
Huenda umeyasikia kidogo wakati huu na unafikiri, jamani, afadhali ningepanga kuwa hapa wikendi nzima. Basi mbona usibadilishe tu mipango yako na urudi hapa asubuhi? Pengine unasema nahitaji kwenda kazini. Basi labda unaweza omba ruhusa ya siku moja, lakini usipige simu na useme wewe ni mgonjwa. Na kuna watu wanaweza kufanya upuzi wa aina hiyo. Mtu anaweza kupiga simu na aseme yeye ni mgonjwa, anaseme uongo ili aje kwa kongamano la Kikristo. Wakati mwingine huwa anataka tu kushika watu wengine na niwatikise mpaka washike adabu. Lakini unajua, ikiwa unaweza omba ruhusa ya siku moja, pengine unasema ruhusa ya siku moja ili nikamsikia mwanamke akihubiri, sidhani nataka kufanya hivyo. Basi unajua nini? Huna hamu ya kutosha ya kuwa na Mungu zaidi maishani mwako. Na nafikiri itakubidi uzunguke mlima mara moja zaidi mpaka uwe tayari kujitolea vilivyo na utekeleze kile unachohitaji kutekeleza. Katika Waamuzi sura ya 7 tunaona hali ya kusisimua. Gideoni na watu waliokuwa naye walikuwa karibu kukabiliana na vita vikubwa, na Gideoni alikuwa na wanajeshi 32,000. Lakini Mungu alimwambia katika mstari wa 2, watu hawa walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatia Wamidiani katika mikono yao. Ningefikiri ikiwa unajitayarisha kwenda vitani, utafurahi zaidi ikiwa una wanajeshi wengi zaidi. Lakini Mungu alisema, hapana, huhitaji wanajeshi wengi sana kushinda vita hivi. Kwa nini Mungu alifanya hivyo? Kwanza kabisa, baada ya kushinda, alitaka wajue kwamba ilikuwa ni kwa ajili yake yeye peke yake, si kwa sababu alikuwa na wanajeshi wengi sana. Na sitahubiri ujumbe huo wote ambao unastahili kuhubiriwa kwa sababu nataka kuzingatia mambo mengine. Na kitu cha kwanza ambacho Mungu alimwambia ni, kitu cha kwanza ninachotaka ufanye ni waambie wale walio na hofu waondoke. Unajua, huwezi kutimiza makuu ikiwa unashirikiana na watu wenye hofu. Katika miaka yote ambayo nimekuwa katika huduma na nimefanya kazi na watu, hakuna kitu cha kutia wasiwasi kama kushirikiana wakati wote na watu wenye hisia za kutokuwa salama na wanaogopa kila kitu, kwa sababu utajipata unajaribu kuwasukuma ili wawajibike na watekeleze majukumu yao. Basi alisema kitu cha kwanza ninachotaka ufanye ni kuondoa kila mtu mwenye hofu. Sasa cha kusisimua ni kwamba miongoni mwa hao 32,000 22,000 walikuwa wanaogopa. Hao ni watu wengi sana. Na tukizingatia hali hiyo kama mfano, hakika tunaona kwamba sisi sote tunahitaji kusikia ujumbe mzuri kuhusu kutokuwa na hofu, pengine mara kadhaa kwa mwaka, kwa sababu hofu ndiyo roho kuu ambayo shetani hutumia kutawala watu. Sasa kuna pepo wengi wachafu ambao wana majukumu tofauti tofauti, lakini naamini kwamba hofu ndiyo roho kuu ambayo shetani hutumia. Na kama nilivyosema hapo awali, na nataka mshike hii, Mungu anataka tuamini. Tuamini tu. Tuamini hata kama hali ni mbaya kiasi gani. Tuamini hata kama itachukua muda mrefu kiasi gani. Anataka tuweke imani yetu kwake. Bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na tunapokuwa na imani, na mara nyingi imani huonekana kuwa kitu cha kipumbavu. Ninachomaanisha ni kwamba tunaamini Mungu atende jambo ambalo kwa kawaida linaonekana hakiwezekani. Imani daima humfungulia Mungu mlango wa kufanya kazi yake. Kila unapomwombea mtu mwingine na uombe kwa imani kikweli, hatua hiyo humfungulia Mungu mlango ili atekeleze jambo maishani mwa mtu huyo. Sasa ndiyo, bado lazima ampe Mungu nafasi ya kumsaidia, lakini unahitaji kuwaombea watu wenye matatizo, na uombee watu ambao hawajui jinsi ya kujiombea wenyewe, na waombee watu waliopotea, na waombee watu wenye mahitaji. Dunia hii imejaa watu ambao kwa kweli hawajui jinsi ya kujiombea, na huduma hiyo ya kuwaombea watu wengine ni muhimu sana, kwa sababu kila unapoifanya kwa uaminifu, inampa Mungu nafasi kidogo ya kujaribu kufanya kazi katika maisha ya mtu mwingine ambaye hajafungua wala hajui kumfungulia Mungu mlango. Hofu kwa upande mwingine
ni dhihirisho ya jinsi shetani huharibu imani yetu. Tunapokuwa na hofu, tunaamini zaidi kile ambacho shetani anasema kushinda kile ambacho Mungu anasema, na hatupaswi kufanya hivyo. Tunataka kumfungulia Mungu mlango ili afanye kazi maishani mwetu. Mtu anayemwamini Yesu Kristo anapaswa kuwa na mtazamo mmoja tu kwa hofu, na mtazamo huu unapaswa kuwa hivi: sitaogopa. Sitaogopa. Ikiwa unatatizwa na hofu, nataka nikupe changamoto ya kusema hivyo kwa sauti mara 100 kwa siku, na uendelee kusema hivyo kila siku mara 100 mpaka ujipate umekuwa mjasiri kama simba. Unajua ni kwa nini mimi huhimiza watu waseme kwa sauti kile ambacho Mungu anasema? Kwa sababu utaamini zaidi kile unachosikia wewe mwenyewe ukisema kuliko kile mtu mwingine anakuambia. Naweza kusimama hapa na nikwambie hupaswi kuwa na hofu, na uniamini. Lakini ukianza kusema mara 100 kila siku kwamba sitaogopa, kila unaposema hivyo, ujasiri wako utaendelea kuongezeka zaidi na zaidi. Jifunze kukubaliana na Mungu. Anza kusema kile Mungu anasema na uache kusema kile shetani anasema. Sasa kuna vifungu kadhaa ambavyo tunavijua vizuri. Warumi 8:31 inasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wangu, nimwogope nani? Jamani, mtu akitamka kifungu hicho, kila mtu upiga makofi. Ndio, tunapenda kuimba nyimbo za kifungu hicho. Lakini hebu tutafakari kidogo. Mungu akiwa upande wangu, hatuzungumzi juu ya mtu wa kawaida. Mungu akiwa upande wangu, nani anaweza kuwa juu yangu ambaye anaweza kunitikisa hata kidogo? Unajua, katika Biblia Mungu hajatoa sababu nyingi za kwa nini hatupasi kuishi kwa hofu. Unajua hivyo? Huwezi kupata sababu 20 kwa nini hatupasi kuishi kwa hofu. Kimsingi kuna moja tu: usiogope, niko pamoja nawe. Usiogope, kwani niko pamoja nawe, niko upande wako na kupenda. Hayo ni machache tu. Siwezi kujizuia, naogopa. Basi unaona, hilo ndilo jambo unalopaswa kuelewa. Unaweza kuhisi hofu lakini ukose kuogopa. Unaelewa hiyo? Ukiweza kuelewa hiyo, itabadilisha maisha yako. Unaweza kuhisi hofu lakini ukose kuogopa. Kile tunachohisi kiko mwilini mwetu, lakini utambulisho wetu hujidhihirisha katika roho zetu zilizozaliwa upya. Na Mungu anasema, sijawapa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Sitaogopa. Na baadhi yenu mmeacha hofu iwatawale maisha yenu yote, na mmetoa vijisababu kwa hali hiyo. Mimi huwa mwoga tu, ni utu wangu. Hapana, ni shetani. Na shetani anajaribu kuharibu mpango wa Mungu kwa maisha yako. Na Mungu akisema usiogope, basi unaweza kuishi bila kuacha hofu ikutawale. Sijali utu wako ni wa aina gani au wewe ni mwoga kiasi gani, hupaswi kuishi kwa hofu. Amen. Hupaswi kuogopa kitu chochote au mtu yeyote. Zaburi 118:6, Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mungu akiwa upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Kwa sehemu kubwa, kufahamu kwamba Mungu anakupenda kunapaswa kukufanya uweze kuishi maisha yako bila hofu. Isitoshe, naweza kusema kwamba mpaka utakapopata ufunuo dhabiti moyoni mwako kwamba Mungu anakupenda, si tu ufahamu wa kiakili kuhusu upendo wa Mungu, hutaweza kukabiliana na hofu zitakazokuja maishani mwako. Bila shaka hiyo ndio ilikuwa hali yangu. Ni jambo la ajabu ukizingatia jinsi tunavyotumia neno upendo kiholela kanisani. Inasikitisha jinsi tunavyozungumza juu ya upendo kila wakati, lakini kihalisia hatujui chochote kuhusu upendo.
Isitoshe, ukiangalia maana ya neno Ukristo na upendo, uki, ukiangalia ukiangalia maana ya maneno hayo katika kamusi ya Kigiriki, utagundua hilo ndilo jukumu la Wakristo. Unajua, unapaswa kuonyesha upendo. Unampenda Mungu kwa sababu alikupenda kwanza. Unapokea upendo wake. Jipende wewe binafsi kwa njia yenye usawa, wapende watu wengine. Huo ndio wajibu wetu, kuonyesha upendo. Hilo ndilo kusudi letu la kimsingi maishani mwetu. Kuhakikisha mambo yanaenda tunavyotaka na kupata chochote tutakacho haipaswi kuwa kusudi kuu la maisha yetu. Upendo ndio unapaswa kuwa kusudi kuu la maisha yetu. Mstari wa 16, Yohana wa kwanza 4:16. Kuna vifungu kadhaa katika Biblia ambavyo naweza kusema vimeleta mabadiliko makubwa maishani mwangu, na napenda maandiko yote, lakini kuna vifungu kadhaa ambavyo naweza kuvitaja na niseme hivyo vimeleta mabadiliko makubwa maishani mwangu, na hiki ni kimoja miongoni mwao. Nasi tumelifahamu, tumelielewa, tumelitambua, tumelitia maanani kupitia kujionea wenyewe na kupitia uzoefu. Maneno mengi hayo, lakini nataka myashikilie. Pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini, tunalishikilia na tunalitegemea. Sasa anasema nini hasa hapa? Anasema ili uweze kuufahamu upendo wa Mungu kikweli, unahitaji kuujua wewe mwenyewe. Mtume Paulo pia alizungumzia hilo katika Waefeso mlango wa 3. Alisema ili mpate kufahamu jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo. Na alisema tunahitaji kujionea wenyewe. Alisema tunapata kujua upendo wake kwa kujionea wenyewe na kwa uzoefu. Sasa ningependa kutoa changamoto kwenu, mchukue kijidaftari. Biblia inazungumza kuhusu kitabu cha kumbukumbu ambacho Mungu ameweka na nadhani wakati mwingine tunahitaji kuweka kitabu kama hicho na sisi pia, mahali ambapo tunaandika mambo mazuri ambayo Mungu anatufanyia, kwa sababu mara nyingi huwa tunafikiria wakati wote kuhusu kile ambacho Mungu hajatufanyia. Na nawaambia hakuna mtu yeyote ndani ya ukumbi huu ambaye Mungu hamfanyii lolote maishani mwake. Unakosa kuona sehemu kubwa ya mambo hayo kwa sababu huyatafakari. Anasema tunapaswa kuufahamu na kuutambua upendo wa Mungu. Kwa mfano, leo asubuhi, na nimejifunza kufanya jambo hili kwa miaka mingi na ni jambo zuri sana. Imenisaidia zaidi ya jinsi ninavyoweza kueleza. Mume wangu alinijia leo asubuhi, na Dave ni mtu mkarimu sana. Unajua, yeye hunipa sifa mara kwa mara, lakini leo asubuhi alinijia na akanikumbatia na akasema, ushuhuda wako ulionyeshwa katika televisheni leo, na alisema nataka nikuambie jinsi ninavyojivunia kwa ajili yako, jinsi ninavyobarikiwa kuwa mume wako, na jinsi ninavyokupenda. Alinikumbatia na alisema, nafikiri wewe ni mtu wa kipekee sana. Sasa unaona, ilikuwa jambo la ajabu Mungu kufanya hivyo, kwamba Dave alifanya hivyo, na nilimshukuru sana kwa kufanya hivyo, lakini pia nilijua ilikuwa zaidi ya Dave. Nilijua kwamba Mungu alikuwa ananipenda kupitia Dave. Nilijua kwamba ilikuwa ni Mungu ananitayarisha kuja kuwahudumia, kwa sababu nilikuwa na siku ngumu sana jana. Nilishughulikia mambo fulani, sitasema mengi, lakini ilikuwa siku ngumu sana. Mungu anataka uanze kutia maanani jinsi anavyokupenda, na pia utie maanani chochote anachokutendea, haijalishi kinaonekana ni kidogo kiasi gani. Mungu akinipa mahali pazuri pa kuegeza gari langu, namshukuru. Hivyo ndivyo ninavyojifunza kuwa na uhusiano wa ndani na Mungu, kwa kutia maanani kile ambacho Mungu anafanya maishani mwako. Unapoenda dukani bila kujua kuna discounti nzuri, kisha unajaribu kununua vitu na muuzaji anasema, oh, unajua tulitangaza discounti magazetini, na unasema hapana, sikujua kuna discounti. Kisha anatoa vocha kutoka kwa draw yake na nakupa, na unaona umepata discounti ya 20%. Huyo ni Mungu anakuonyesha upendo.
Basi najua watu wa kidunia watasema hiyo ni bahati tu, lakini siamini hiyo. Naamini ni Mungu anakuonyesha upendo. Wangapi kati yenu wanaamini huwa tunatia maanani zaidi kile ambacho Mungu hajatufanyia kuliko kile ambacho ametufanyia? Amen. Watu hutaka kujua kwamba Mungu anawapenda, kwa sababu mstari wa 18 unasema katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamilifu huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu. Lakini unapojua kwamba yeye asiyekuwa na dosari anakupenda pasipo na dosari, kikamilifu na bila masharti. Ndiyo, nimesema pasipo na dosari, kikamilifu, bila masharti. Ndiyo, nazungumza na wewe na nazungumza na nyinyi wote mnaotutazama kwa runinga. Mungu anapenda kila mtu na anakupenda wewe pia, na unapaswa kupokea upendo wake wewe binafsi. Na hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha Mungu yuko na wewe na yuko upande wako na ana mpango mzuri kwa maisha yako, na hupaswi kuishi kwa hofu. Hupaswi kuogopa maisha yako ya zamani, kuogopa siku za usoni, kuogopa upweke, kuogopa umaskini, kwa sababu hofu ina adhabu, na Mungu hajatuita kuadhibiwa. Sasa tutasoma mstari wa 16 tena, kwa sababu nafikiri mtauelewa vizuri zaidi sasa. Nasi tumelifahamu, tumelielewa, tumelitambua, tumelitilia maanani. Unaona, usikose kutia maanani pendo la Mungu. Litie maanani siku nzima. Mungu, asante kwa kunipenda katika hali hiyo. Asante Mungu kwa kibali hicho. Asante. Kila sifa unayopata unapaswa kumshukuru Mungu kwa hilo. Kila unapopewa sifa ya aina yoyote na mtu, unapaswa kumshukuru Mungu kwa hilo. Mshukuru Mungu kwa kila kitu kidogo anachokufanyia, na kadri unavyozidi kumshukuru, naye atakutendea makuu zaidi. Ikiwa tayari unalalamika kwa kile kitu ulicho nacho, mbona Mungu akupatie kitu kingine ambacho bado utalalamikia? Jamani, nimeona ni vizuri niwarushie kauli hiyo. Nawaambia hakika, napenda neno jinsi inavyoweka watu huru. Unajua, kuna watu siku leo ambao kusikia tu kwamba Mungu anawapenda itabadilisha maisha yao. Kwa sababu si hicho ndicho kitu ambacho kila mtu anataka, upendo na kukubaliwa. Tunataka kukubaliwa jinsi tulivyo na tupendwe mahali tulipo maishani. Tunataka mtu atakayesimama na sisi na atusaidie kukamilisha safari yetu. Na naamini nasi tumelifahamu, tumelielewa, tumelitambua, tumelitilia maanani kupitia kujionea wenyewe na kupitia uzoefu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini, tunalishikilia na tunalitegemea. Mungu ni pendo. Si kitu anachofanya leo na kesho anabadilika. Hiyo ni sifa yake. Mungu ni pendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Sasa hebu turudi nyuma kidogo kwa mstari wa 12. Hiki ni kifungu kingine ambacho kilileta mabadiliko makubwa sana 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 maishani mwangu. Unajua, sisi sote tunataka kuwa katika uwepo wa Mungu. Tunapenda hisia hiyo ya kuwa katika uwepo wa Mungu, na nimesoma vitabu vingi kuhusu uwepo wa Mungu na kuishi katika uwepo wa Mungu na kuishi katika uwepo wa Mungu, lakini wakati mwingine tunaweza kuwa na mtazamo wa kiroho kupita kiasi na tuanze kusema, unahisi uwepo wake? Yuko hapa. Na nilipata kifungu hiki asubuhi moja na nikakishikilia. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu. Basi Mungu yuko wapi? Mungu yuko ndani ya upendo, kwa sababu yeye ni upendo. Upendo wote huanza na Mungu. Hakuna upendo wa kweli bila Mungu. Huenda kutakuwa na hisia fulani, lakini si upendo wa kweli. Mungu ni upendo.
na Mungu anatupenda na nataka tujipende sisi binafsi, na nataka tumpende, na nataka tuwapende watu wengine. Na Biblia inasema kwamba tunapaswa kujifunza kuishi na kusalia katika upendo huo. Najua hilo si jambo tunalopenda kufanya sana, kwa hivyo ni kana kwamba mambo ya ajabu yanaweza kutendeka ikiwa kila unapoamka kila siku utasema asante Mungu kwa kunipenda na kupenda, najipenda mimi binafsi. Sasa sizungumzii ubinafsi na kujifikiria wewe binafsi, nazungumzia kujipenda wewe kama Mungu alivyokuumba uwe. Kama tungefahamu kwamba Mungu anatupenda bila masharti, jamani, mambo yangebadilika kabisa. Wasiwasi ungepotea, mahangaiko yangepotea, fadhaa ingepotea, hofu ingepotea, kutokuwa salama kungepotea. Matatizo mengi husuluhishwa kwa kufahamu upendo wa Mungu. Sasa hebu tumwangazie mwanafunzi Yohana kidogo. Mtu huyu alikuwa na mtazamo wa ajabu kabisa. Bila shaka Yohana aliandika kitabu cha Yohana. Na katika kitabu cha Yohana mara 5 Yohana anajiita mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Sasa naona kwamba jambo hilo liliwakera wanafunzi wenzake, kwa sababu aliwaambia hivyo hivyo, mimi ndiye mwanafunzi anayependwa na Yesu. Tutaangalia vifungu hivyo, nataka muone hiyo. Hebu tuanze na Yohana 13:23, kwa sababu nawaambia kuna ujumbe hapo. Nenda ujiangalie kwenye kioo kesho asubuhi na useme Mungu ananipenda, kisha uone hiyo itakufanyia nini siku nzima, badala ya kuamka ukifikiria juu ya kujikumbusha pamoja na shetani mambo yote mabaya uliyofanya maisha yako yote na jinsi ulivyo mtu mwovu asiyekuwa na maana, na uone una hatia na ujihukumu. Mmenisikia? Sema Mungu ananipenda na katika Kristo mimi ni mwenye haki mbele ya Mungu. Mungu ana mpango mzuri na maisha yangu na natarajia kitu kizuri kitanitendekea leo. Woo! Na usifanye hivyo mara moja tu, endelea kufanya hivyo na ufanye 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 hivyo mpaka umchoshe shetani. Unapaswa kuwa Mkristo ambaye unapoweka miguu yako sakafuni kila asubuhi, mapepo wote wa jehanamu wanarudi ndani ya mashimo yao wakipiga mayowe. Jamani, ameamka tena. Yohana 13:23. Naamini kabisa kwamba kuna funzo kubwa katika kifungu hiki. Na palikuwapo mmoja wa wanafunzi wake ambaye Yesu alimpenda. Alimheshimu na kumfurahia. Na Yohana ndiye anaandika kitabu hiki. Na anazungumza kujihusu yeye binafsi. Ameegemea kifuani pa Yesu. Unajua Yohana alikuwa anajivinjari tu. Yesu ananipenda, najua hilo. Oh. Sasa Petro kwa upande mwingine, yeye alizungumza zaidi kuhusu jinsi alivyompenda Mungu. Mmenisikia? Oh, ndio Bwana, unajua kwamba nakupenda. Petro, unanipenda? Ndio Bwana, unajua nakupenda. Mara ya 3 Yesu alisema, Petro, unanipenda? Ndiyo Bwana. Petro alihuzunishwa na jinsi Yesu alimuuliza swali hilo mara 3. Ndiyo Bwana, unajua nakupenda. Lakini ni Petro ndiye alimkana Yesu. Si mara moja, mara 3. Kile Yohana alifanya ni kuzungumzia jinsi ambavyo Yesu alimpenda na hakuuawa. Aliishi muda mrefu zaidi ya wafuasi wengine wote. Nimewahi kuambiwa kwamba walijaribu kumchemsha ndani ya mafuta ya moto, lakini bado hawakuweza kumuua. Wacha niwaambie jambo, ni vizuri sana kumpenda Mungu, lakini ikiwa hujapata ufunuo wa jinsi ambavyo Mungu anakupenda,
basi huna nguvu. Usiache kitu chochote kikutenganishe na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Chochote kinachokuweka katika hatari hiyo, kinachoweza kutokea, dhambi uliyotenda maishani mwako, usiache kitu chochote kikutenganishe na upendo wa Mungu. Hakuna kitu chochote duniani kinaweza kunitenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Usiache chochote kikutenganishe. Mmesikia nilichosema? Msiache dhambi zenu ziwatenganishe na upendo wa Mungu. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Yohana 21:7. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, unaweza kufikiria kuandika kitabu. Unafikiri nini kitatendeka kama ningeandika kitabu kisha mara 5 katika kitabu hicho nijitambulishe kama Joyce, mwanafunzi aliyependwa na Yesu? Taarifa zangu zingechapishwa katika kila jarida la Kikristo kinachoweza kuandikwa na isemekane kwamba mimi ni muasi mwenye kiburi na ni mwanamke mlokole mwenye kichaa. Lakini Yohana anasema hivyo tena na tena na tena na tena. Yohana pia ndiye mwanafunzi aliyeambiwa amshughulikie mama ya Yesu. Nafikiri kuna kitu kizuri hapo pia. Yesu alijua kwamba kwa ajili ya uhusiano wa upendo waliokuwa nao, Yohana angemshughulikia vizuri mama yake. Mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Jambo la ajabu hilo, au mnaonaje? Kila mtu aseme Mungu ananipenda. Sasa nataka mseme hivyo kwa njia tofauti kidogo. Semeni Mungu ananipenda. Pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Mungu ni pendo, ana mpango mzuri kwa maisha yako. Hupasi kuishi kwa hofu. Mungu akiwa upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Mungu akiwa upande wangu, nimwogope nani? Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Tazameni, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Mambo mazuri 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 hayo. Baba, naombea kila mtu aliye hapo usiku wa leo ambaye bado hajajionea, hajatia manani wala hajafahamu upendo wako. Sitaki huu uwe ujumbe tu. Na kuomba kupitia Roho wako Mtakatifu uchukue ujumbe huu na ufanye uwe ufunuo katika maisha ya watu. Ufunuo wa kutosha utakaoondoa hofu maishani mwao. Wacha huu uwe mwanzo, uwe msingi utakaowafanya watu waache kuishi kwa hofu. Naomba hii iwe siku mpya, siku ya kuwa mjasiri, siku ya mianzo mipya, siku ya kutupilia mbali mambo ya zamani na kukabiliana na siku za usoni kwa ujasiri. Tunakushukuru Mungu kwa upendo wako, katika jina la Yesu. Amen. Amen.
Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.